Ina maana kwamba tunasubiriwa sisi na muda umekwisha. Basi naomba unipe siku 2-3 ili nifanikishe masuala yangu. Nakuomba. Nakupa muda wa mwisho. Utakaporudi hapa utajua nini maana ya kiza. Takuwekea usiku hapa. Hapa nitaweka usiku hapa. Kwa heri naondoka. Leo kiza kanichanganya. Kanichanganya kweli. Kwa nini Fatuma ananisumbua akili yangu? Yaani Fatuma mwenyewe nimemzaa kwa nishindwe kweli? Haiwezekani. Lazima nifanikishe mpango wangu. Sikubali kabisa. Lazima nifanikishe. Njoo shoga yangu. Yaani joto njoo kwanza kunje, njoo kwanza tuongelee hapa. Shoga yangu. Shoga yangu, mbona yeye umenitoa ndani sikuelewi? Shoga yangu. Yaani nimetoka huko nimekutana na Makizibo. Jana kwa naye sio mashetani hapa. Yule mdada. Kwa hiyo pale makala yote kuna tuektia. Ndio alikuwa anatuektia shoga yangu. Shoga. Kwa hiyo msanii ndio hivyo shoga kanichamba, kanisuza, ametani mnyamaza kimya. Shoga ulinyoa kama nakuona vile. Afa aniambia nimechunda shoga yangu eti mimi nimechunda hivi jamani. Shoga yangu na hilo kweli. Umechunda. Sasa kuchunda shoga yangu umepauka sasa hivi. Basi shoga yangu mimi niende zangu nikaoge hapa niende kwa shemo wako Nasri. Na wewe naye miaka yote kuna Nasri, wewe na sasa mchombake feti. Hebu achana naye tafuta wengine. Wanaume kwa wamejaa mtaani. Paka Nasri. Na usiniingilie. Asa ngoja mijini ya Makizibo yeye kujie. Mbona mijini? Bado dada, utahangaika sana tu. Hayaelezeki, hayaeleweki. Nyuma mbele, mbele nyuma, nyuma mbele, mbele nyuma. Ode. Karibu. Kiza. Karibu bwana Faza. Asante. Karibu sana bwana. Wewe malaki. Karibu bwana, karibu sana. Haya. Karibu tukaa bwana. Habari. Habari za nyumbani? Nzuri. Naona angalia TV. Naangalia TV. Bwana shikamoo. Malala, kwema. Kwema kabisa. Karibu sana. Sasa. Kuna kitu kinatajabisha. Ndio. Kwani wewe kijana unafeli wapi sasa? Kufeli kuhusu jambo gani, Kiza? Hivi kuna siku kuona mimi nimeingia katika nyumbani? Hapana, ni leo ni mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza. Ndio. Toka enzi za mama yako akiwa hai. Ndio. Kauli yake naikumbuka. Ni lazima umuoe mtoto mmoja. Mimi kuacha kazi zangu wewe kuja kuuliza wewe mambo yako. Yaani starehe zako mimi nianze zilipotezee muda na wakati. Hapana. Tatizo ni. Okay. Niko kwenye mpango huo bwana, niweze kusema bwana Kiza, na hata huyo binti unaomfahamu wewe kuhusu Feti, niko kwenye mchakato wa kumfuatilia sana. Na nimeshakutana naye mara nyingi tu. Ila niweze tu kukupa jambo moja. Kwamba najaribu kulikamilisha hilo swala. Mimi sio kama napenda bwana Kiza kukaa sehemu kama hii peke yangu. Hapana. Nategemea sasa ningekuwa na mwanamke huko ndani. Hata wewe ulipofika na matumaini angeweza kupikia hata chakula au chai ngekutengea. Ingekuwa ni jambo la heri sana. Changamoto moja tu. Niweze kukuelekeza bwana Kiza. Katika mpango yule mwanamke kuna kijana tu ndo anaweza kunizibia na kunichelewesha kwenye hili swala. Huyo kijana anaitwa ni Morris. Sawa, ila kwa mimi niko tayari leo kesho. Sawa, ila kuna mtu tu hapa katikati anaweza kuyafanya masuala haya yaende mbele nyuma. Sawa Ni huyo Morris. Na huyo ndo ananiumiza sana kichwa bwana Kiza. Ila niweze kusema huyo Morris hataweza kunishinda kwa hilo. Hivi leo umefika nyumbani na matumaini Mungu akijalia ndani ya wiki 2-3 hizi tutapokea jambo la heri sana kuhusu hilo. Mimi nina maagizo toka wazazi wako wakiwa hai. Ndio.
nina jukumu la kuweza kusimamia wewe kama wewe. Ni sahihi. Wewe ndio unasababisha mambo yetu yanaenda mbele nyuma. Wewe hapa. Sasa nakwambia hivi. Ndio. Siku utakapoona tena nimekanyika katika nyumba hii, ndipo utakapojua nini maana ya kiza. Kaletee maji ya kunywa. Sawa. Ukiza bado kumgasa yacha umzee. Nimekuja hapa kutokana na simu zako, umenipigia sana. Nikaona sio mbaya, nikatenga kimda hiki kidogo kuja kukusikiliza. Hebu nielekeze yale ulikuwa unataka kuniambia. Hivi Nasri, kwa nini unapenda kutesa moyo wangu? Kwa nini unapenda kutesa hisia zangu? Unajua Nasri, mimi nakupenda. Hivi Nasri, mimi na kasoro gani hivi? Niangalie kuanzia juu mpaka chini. Niangalie mimi na kasoro gani? Niangalie nyuma kuanzia nyuma mpaka mbele. Na kasoro gani Nasri? Nakupenda. Iko ndo kikubwa ulichoweza kunitia kuniambia? Ndio. Okay, sawa, nimekuelewa. Ila kutokana sasa na mambo mengi sana kichwani, alafu kuna vitu navifanya na sina muda mrefu wa kuzungumza na wewe. Wewe nitakutafuta nikipata muda mzuri. Sawa? Sawa. Sawa, wewe nenda baadaye nitakucheki. Nasri, nakupenda. Demu naye. Afadhali nimekutana nawe mwanangu. Sasa hivi. Marahaba, vipi hali? Salama. Kwema. Za siku mbili tatu. Nzuri. Kwema. Sikutarajia mwanangu kama tutakutana hii njia hapa. Nashukuru Mwenyezi Mungu ametukutanisha. Nilikuwa na kajambo nataka nishare na wewe. Jambo gani tena hilo mama? Jana rafiki wa mume wangu alikuja nyumbani. Alipokuja nyumbani, mazungumzo yao waliokuwa wakizungumza sikuyasikia kiundani zaidi, ila machache niliyoyasikia kwa wanakuzungumzia wewe kwamba usiolewe na Morris. Yaani mazungumzo yao makubwa walikulenga wewe kwamba usiolewe na yule kijana. Sasa sijajua shida ni nini hapo kwamba wewe usiolewe na yule kijana. Sababu itakuwa ni mama. Kwa sababu hivi karibuni mama yangu alikutana na kaka yake na Morris. Akamtolea maneno makali sana. Yaani ni alimchafua. Na ndio sababu, kwa sababu mama yangu hataki mimi niolewe na Morris, anamtaka mchumba alionitafutia yeye. Sasa huyo Morris alimkosea nini mama yako mpaka anamkataa siku wewe? Hapo hata sijui. Na wewe unampenda yule kijana? Yaani Morris mimi ndio uhai wangu. Nampenda kuliko kitu chochote. Basi sawa, hilo swala limeisha hilo. Mimi nitazungumza na mume wangu, amconvince rafiki yake ili wewe uolewe na Morris. Kweli mama? Hilo mimi nitakusaidia. Ila kama kweli unaitaka ndoa, basi naomba ujitulize. Ndoa stara kwa mwanamke. Ni hivyo tu mwanangu. Haya, umetokea wapi huko? Sisi naelekea zangu nyumbani. Basi sawa, nitajitahidi pia kumconvince mume wangu juu ya hilo swala. Yaani mama yangu nitashukuru. Basi wala usijali juu ya hilo. Sawa, halo yupo. Yupo. Nimemwacha nyumbani, mimi nimetoka kidogo naelekea hivi. Muda si mrefu nitarudi. Haya basi msalimie. Haya sawa, haya. Haya. Jamani. Ngoja kwanza niwahi nyumbani. Mwanangu, kuna jambo nataka nikwambie. Ni jambo gani hilo? Kuhusu yule rafiki yako aliyekuja juzi hapa. Yaani nilikuwa naomba ukazungumze naye.
amruhusu mdogo wake amuoe yule binti, kwa sababu hata leo nilikutana naye yule binti. Ameniambia anampenda sana yule kijana na yuko tayari kuolewa naye hata leo hii. Ila sasa shida iko kwa kaka yake, anamzuia mdogo wake asimuoe yule binti. Sasa nilikuwa nakuomba ukazungumze na rafiki yako, ajaribu kumuelewa mdogo wake ili amuoe yule binti. Ndoa ni heshima kwa mtoto wa kike na ni busara pia. Unapokuwa ndani ya ndoa unaheshimika. Kwa hiyo wanavyowazuia hivi kwamba wasioane, mwisho wa siku watafanya vitu ambavyo havimpendezi hata Mungu. Wasije wakawalaumu baadaye mbele ya safari huko. Akakuta binti ana mimba, alafu mwanaume huyo aliyomkataa ndio amemtia mimba. Nini kitatokea? Kwa hiyo nilikuwa nakuomba sana Mungu wangu, maana yule ni rafiki yako, kazungumze naye. Mke wangu, Mbebe. hili swala naomba tuachane nalo kabisa. Sawa. Kama mama Fatuma yeye mwenyewe hataki mwanae aolewe na Morris, sisi tunaingilia kama nani? Usije ukamuona Fatuma ni mzuri ila mama yake ana mambo meusi. Mke wangu, mimi naomba haya mambo tuachane nayo kabisa. Sawa Mungu. Ili mambo yetu asije akaenda mbele nyuma. Sawa? Basi sawa mume wangu, mimi sina kipingamizi juu ya hilo kwa sababu na wewe ndio ushaamua. Basi tuliache kama lilivyo, liishie tu hapa. Ni bora ulivyorudi. Mimi nataka nielekee kazini. Sawa. Ila ninachokusii zingatia nilichokuambia mke wangu. Sawa. Basi sawa, baadaye. Yaani familia hii imenishinda kwa kweli. Ila kwa sababu nilimwahidi yule binti, nitapambana ampate tu yule mwanaume anayempenda. Siwezi kuliacha lipite hivi hivi. Binti wa watu mzuri, mwenyewe anampenda yule kijana. Kwanza kabla ya shuda pompia chusi wewe chusi, kipindi kile dada alivonichambaka mpaka nikasusaga nikaondoka nyumbani, siku nne sijarudi. Ndio nikoga kwa chusi, kufika kule hasa mida ya kuondoka narudi huku, nikamwambia chusi, sikukuu hiyo nakuja mpenzi, tunafanyaje? Mimi nataka pashmina. Akaniambia mama mtu usijali, mimi nitakununulia ile pashmina, to siwazi mimi na wewe tena. Mie tena fiskali mimi mpenzi nimepata. Siku hiyo majuzi kanipigia simu, mamkali njoo chukue nani pashmina lako. Mie tena chap nimeenda kwenda kule. Mimi pashmina bado sijakununulia, nataka nimekuita hapa tu geto tufanye mazingira yetu. Nikamwambia we samahani tena, shi hapo hapo, bila pashmina ulambi udondi, maana wewe mambo yako mbele nyuma. Nimetoka hapo nimemsukuma mimi kaondoka zangu. Hiyo juzi nimetoka huko zangu kwa dada ananiambia masuala ya kwenda kumsindikiza kwenda kuchukua nanilio mzigo wake, nikakataa. Ngoja niondoke zangu. Ile naondoka nimekutana naye njia. Wacha nikimbize. Kiki nimekimbiza beki kwa dada pale kwenye midumu ya watu. Mimi kukutana naye akaniambiaje?
kwa ndugu yako kanizingua, sijui mimi nikaanza kulalamika, mimi nikamchamba, mimi nikaondoka zangu. Ndio akaniambiaje, naenda kupesha vitu vyangu. Nikimkuta ndugu yako popote kule, naruka naye. Basi ukute ndo kaja kwenye biashara ya dada. Dada akasemaje? Basi ndo kaja wewe. Dada kama unavyomjua. Dadako muda wote walwa. Wewe nyamaza, dada huyu anakupigia hizo hizo. Vipi tena? Marahaba. Kulikoni? Makubwa. Wewe nikakukute nyumbani leo. Mapema wewe nikakukute nyumbani wewe. Mimi nikajua labda unaumwa. Uko sawa kabisa? Niko sawa. Jamani, maajabu kwa kweli, maajabu. Au ile jamani muda mwingine anafanyaga vitu vya maana. Kwa hiyo kunusurika kubakwa tu leo nakukuta nyumbani. Wewe ushindagi nyumbani wewe sio kukaa nyumbani sio kutulia. Imekuwaje leo? Dada watu wanabadilika. Watu kubadilika sio kwa huyu kubadilika. Huyu kabisa akabadilika. Unaweza ukamsema mtu afa akaja baadaye akabadilika. Ila sawa, yule muuni wake alichokifanya kamfanyia kitu cha maana kabisa. Unafikiri asingenusurika kubakwa na yule muuni wake akikaa nyumbani saa hizi? Yaani saa hizi hapo usingemkuta nyumbani, ungemkuta huko. Anaswampa huyu asiojulikana mchana, asiojulikana jioni, asiojulikana asubuhi, anatuliaga nyumbani. Maajabu. Mimi nikajua labda pengine mwenzangu anaumwa, kumbe yupo. Kweli shetani akizeeka na kwa malaika. Ila hongera mwenzangu. Umeona sasa ulivyokaa nyumbani mwenyewe umependeza, umetulia, mtoto unaonekana mtoto mdogo. Au mlijua mimi nakuja ndio maana mmekaa hapa kunisubiri mje mniombe hela? Sasa nisikilizeni wadogo zangu. Nashukuru nimewakuta nyumbani leo, mimi mwenyewe nimefurahi ukweli tu. Sasa hapa swala ni moja. Nilikuwepo hapa. Nimewaletea huyu Kizibo mkae naye. Mimi nasafiri. Naenda mkoani na shemeji yenu. Tunaenda kwenye mambo yetu ya masuala yetu, kuna mtaalamu huko tumepata, kuna mtaalamu kwa tunaenda kujikinga. Kama mnavyojua biashara zetu. Kwa hapo lini? Kwa lini hiyo kurudi hapo? Wadogo zangu, sijajua. Unajua safari unajua kwenda, kurudi hujui. Tunaweza tukakata siku 2-3 tukarudi. Ila wiki haifiki. Wiki haiwezi kufika, ila mnilinje huyu mtoto jamani. Na mzigo yake yangu ndo kama hii hapa. Muangalie. Peleka ndani. Sawa. Hapo nimesahau. Lete kwanza, lete Kizibo. Nimesahau kuachia pale ya matumizi wadogo zangu jamani. Unaona? Wewe nenda. Ila matumizi. Kanipe mimi. Kwa hiyo sasa nimwachie. Huyu anaweza kaondoka nazo wewe kwa mtu wake, mimi nitapikaje hapa ndani? Mimi naweza nikaondoka wapi? Jamani, mtoto wangu nimewaachia. Sasa mimi niondoke na nyie kama kawaida yenu. Mwingine Maka, mwingine magharibi. Huyo mtoto aende kuzula kama vile kukua mdonde wa mtaani asokuwa na makazi maalum. Sitaki. Wewe dada nenda mkute mwanao salama. Na nimkute salama kweli huyo mtoto. Mnanijua nitakuja kuwarukia vichwa hapa. Hamtoamini nitakachowafanya. Kwa elini jamani. Mimi kesho asubuhi chikwili sipo. Sawa Haya. Bora kabisa dadako anaondoka. Ulong kidogo narudi. Wewe tena nilijua. Nimekutetea kwa mbadilika mwenzangu bado unaendelea na mambo yako. Sio kunitetea nimerudi. Bora dadako alivyoondoka ulongo umeona uhuru kidogo na maana dadako kila sehemu utakayekutana naye kichama. Kila sehemu utakayekutana naye kichama. Asa mimi nafanya mambo yangu uje dadako uje mumwambie. Basi shoga yangu. Mimi ngoja nitoke na dukani katafute mboga tuje kupika. Sawa. Ndio usielewi na wewe. Shemeji, habari yako? Salama kwema. Wema vipi? Safi. Za huko? Mungu ni mwema shemeji. Tumekutana tena shemeji yangu. Tumekutana tu barabarani, unajua tena kwenye movement. Lakini nikipata time nitakuja nyumbani. Basi sawa, karibu sana nyumbani. Asante sana. Ila shemeji, na jambo kidogo nataka nishare na wewe. Haya, niambie shemeji. Kuhusu yule binti Fatma. Kutokana na mazungumzo ninayoyasikia kwa mume wangu na kwa kaka yako. Kama kuna pingamizi fulani hivi kwamba wewe usimuoe yule binti. Yani mazungumzo yao ndio hayo, kila kunapokucha wanamzungumzia Fatma. Kiukweli shemeji, mimi nampenda sana Feti.
na kikwazo ambacho kipo ni kaka yangu. Unajua kaka hataki hata kumuona yule binti, na sio kaka yangu tu, hata mama yule binti hataki hata kuniona. Ila nikikutana mimi na Feti tunaongea vizuri na kila kitu kinakuwa kiko sawa. Unajua kuna time inafika shemegi nakuwa nakata tamaa kabisa. Sijajua kwamba mwisho wa hili picha litaishia wapi. Sijui nafanyaje shemegi yangu. Sasa nitakusaidia hilo jambo shemeji yangu. Naam. Mimi kama mama, kwa sababu na mimi pia nina binti kama Fatuma. Nitaenda kwa mama Fatuma kuzungumza naye. Sawa. Ili amruhusu binti yake aolewe na wewe. Nitakusaidia kwa hilo na nitakusupport. Kweli unani promise kwamba utalifanya hilo? Nakuahidi shemeji. Wow. Nitajitahidi kwa hilo. Basi sawa shemeji, kwa hilo hamna shida. Mimi naomba nisikucheleweshe safari yako. Naona kidogo na wapi huko. Haya, asante sana. Haya shemeji yangu. Nisalimie kaka na mtoto wetu. Haya shemeji. Haya, asante sana. Karibu Malolo. Asante mama. Za hapa? Salama. Za nyumbani? Salama. Shikamoo. Marahaba. Kuna habari gani? Huko nzuri nitokako. Za hapa? Sisi tunamshukuru Mungu. Karibu. Asante. Samahani mama yangu. Ujio wangu huu na mazungumzo kidogo. Nakusikiliza. Kuhusu binti yako Fatuma. Fatuma wewe. Kuna kijana anapendana naye ambaye anaitwa Morris. Kwa hiyo nimekuja nikuombe mama yangu, ufungue nafsi binti yako aolewe na yule kijana kwa sababu anapendana sana. Wewe Morris amekutuma au wewe tu mwenyewe ndio umejiweka hizo unaita uombea wako? Hakujatumwa na mtu yoyote, sio Fatuma wala Morris. Ila nimeasikia kupitia mazungumzo ya mume wangu na kaka yake Morris. Kwa hiyo amenivusa, nimeona nije kwako. Nikuombe mfungulie nafsi binti yako. Sasa nisikilize. Nisikilize vizuri. Fatuma ana shida na Morris. Ukae ukijua Fatuma ana mchumba wake anaitwa Nasri. Muda wote, saa yoyote ndoa inafungwa. Si unanielewa? Tena sitaki. Na kuheshimu ujue. Na kuheshimu sana. Yaani kilichofanya uvuke majumba yote uje hapo ndio basi kuna kijana anaitwa Morris anataka kumwafa tu. Wewe una mtoto wako binti yako Lolo. Kwa nini usimpe Lolo akaolewa na Morris? Mwanangu mimi ni mwanafunzi. Mwambie aache shule. Mwambie aache shule aolewe na Morris. Si unaelewa? Sitaki. Tafadhali. Tena koma. Si unanielewa? Umetumwa, umepewa mshahara au umeagizwa? Aliyekwambia Fatuma ana shida kuolewa na Morris nani? Nasri mwenyewe ndio chaguo langu na chaguo la familia yangu. Lazima Nasri amuoe Fatuma kama ulikuwa unajua, ndio nakwambia sasa. Tena ukome ushike dabu yako. Sitaki. Naomba nafasi kidogo tu mamangu. Sitaki kukupa nafasi. Sitaki kukupa nafasi. Sitaki kukupa nafasi. Nimekwambia mara 3. Jiheshimu. Wewe mtu mzima. Tumepishana mimi kidogo tu. Wewe na binti yako Lolo. Kwani usimpe Lolo akaolewa na Morris? Kama unampenda sana Morris. Sawa, nalijua hilo lakini sio chaguo la Morris. Watachagua wanapendana. Kama sio chaguo la Morris, mpe Lolo. Mwambie Lolo aache shule huko aje aolewe na Morris. Sio mwanangu mimi. Mwanangu mimi ndio mwenye mamlaka kumchagulia mwanaume kumuoa. Na sio mwingine ni Nasri. Tena nakuheshimu. Naomba utoke. Mjinga mmoja nilikuwa nakuheshimu. Nenda. Nimekuja tu kwa wewe. Nenda. Sitaki zamani watu sasa hivi. Baya. Haya. Tembea. Haya. Mjinga mmoja nilikuwa nakuheshimu unaleta mambo ombea hapa. Sio ombea. Nenda huko. Tena usije tena hapa. Nyumba naomba kituo cha polisi. Umbea tu mkubwa mzima. Yeye ndo achai wenyewe na nimwharibia mwanangu nyie. Mwanamke mzima umbea tu. Mimi namshangaa sana Morris. Si mpe Lolo. Lolo si mwanao. Mwambie muoe Morris kama unampenda sana. Morris na mdudu gani? Tena silipendi ile Morris lile. Yaani mimi kitu kingine tena kwenda kazi za kufanya. Umbea natoka pyoko. Fatuma na Morris inahusu. Upande hayaelezeki, hayaeleweki, nyuma mbele, mbele nyuma, nyuma mbele, mbele nyuma.
Baba anauza ganja, mama anauza gongo, mtoto anapiga panga, kikweli kweli hayaelezeki, nyuma mbele mbele nyuma. Kesi za polisi tele, nyumbani amani hakuna, mafanikio hakuna kabisa, mafanikio hakuna kabisa. Upande 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 upande, hayaelezeki hayaeleweki, nyuma mbele mbele nyuma, nyuma mbele mbele. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Upande wa mapenzi ni ukatili, upande wa mapenzi ni ukatili. Wazazi wanafusi mtoto aolewe na kibopa, na mtoto wao hataki. Ana mtu wake wanapendana, ana mtu wake wameshibana, ni ukatili, ni ukatili.